الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفترك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Kabla hatukuendelea na darasa zetu za kawaida ahkamu janaiz, ninaichukua kabisa nafasi hii ya kujibu swala lilokuja jana. Muulizaji anasema, kwa mtu aliyeolewa anataka kwenda kusoma, lakini mume wake hataki, na anasema akenda ndiyo talaka yake. Ikiwa hakutekeleza amri za mume, mtu atakuwa na makosa. Je, amtii mume? Na Allah anasema kila mtu atabeba mzigo. Swala lilikuja kama hivi. Kabla ya kutoa jawabu ya mkato, basi kwanza swala kama hili linakuwa na mukaddima. Lazima kuna maneno yanakuja kabla ya kujibiwa. Mukaddima wenyewe ni kama hivi: mume, cheo chake, daraja yake, hadhi yake aliyempa Mwenyezi Mungu, na dhamana kwa yule mke aliyemuoa katika jumla ya mambo ambayo kawajibika nayo. Miongoni mwa haki zake mwanamke azipate kutoka kwa mumewe ni kuhakikishiwa anapata mafunzo ya dini kwa ukamilifu. Pale paliposemwa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ni wasimamizi juu ya wanawake, basi usimamizi huu usieleweke katika maana moja, labda kasimamia chakula na nguo na pahala pa kumlaza na hivi na hivi. Paliposema ar-rijalu qawwamuna, wanaume ni wasimamizi 'ala an-nisaa, juu ya wanawake, yaani kijumla, na katika mambo ya kupewa kipaumbele kuliko hata chakula, kuliko hata mavazi, kuliko hata nyumba ya kumweka mbele kabisa, mwanamume anatakiwa asimamie dini yake. Yule mwanamke ahakikishe kwamba ni mwanamke mwema mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu, mwanamke mwema mwenye kujua sheria za Mwenyezi Mungu, mwanamke ambaye ameingia katika taaluma za dini. Yale mambo kwa hakika anatakiwa mwanamume ayasimamie. Sasa
ikitokezea mwanamume hakuyasimamia mambo ya dini ya mwanamke na elimu yake, basi ajijue mwanamume atakwenda kuwa mas'ul mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kutokumsimamia elimu yake mwanamke na ibada zake zote, kwa sababu katika mambo yaliyokuwa wajibu juu ya mume kumtekelezea mkewe ni kusimamia suala zima la dini yake, ilmu yake, ibada zake, kila kitu. Hakufanya, amekuwa ni mas'ul. Ndipo pale paliposema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyinyi nyote ni wachunga na kila mtu ataulizwa kutokana na kichunga chake. Basi huyu mume naye vile vile ni mchungaji kutokana na mambo yote mazima ya mkewe. Hiyo huo ni mukaddima wa mwanzo, kwanza ieleweke hivyo kabla ya swala kama hili kujibiwa. Pili, kwa upande wa mwanamke, katika haki ambazo ziko juu yake, juu ya mgongo wake kabeba azitekeleze kwa mumewe, ni kumtii mume wake katika yale yote mema anayomwamrisha, na vile vile kumtii katika yale yote mabaya anayomkataza. Na halafu ajielewe yuko chini ya amri ya yule mume, hana ruhusa ya kutoka kwenda pahala popote ila kwa idhini yake, isipokuwa mambo ya ibada za fardhi huwa hahitaji kuomba ruhusa kwa mumewe. Lakini kama ni ibada ya nawafili, ibada ya sunna, lazim aitake ruhusa kwa mumewe. Je, naruhusika mimi kuinuka usiku huu kufanya ibada, au naruhusika mimi kesho kuamka nifunga sunna? Namna kama hii lazima atake ruhusa kwa mumewe. Isipokuwa ibada ya fardhi anaamua kuifanya tu ile yake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Mambo mawili haya yakishaeleweka kwa upande wa mke na mume, halafu sasa ndo linakuja suala lenyewe zima kujibiwa. Mwanamke anataka kwenda kusoma, mume anamkataza. Kwanza, huyu mume anayemkataza mkewe kwenda kusoma anazo sababu za kisheria za kumzuia mkewe asende kusoma. Akiwa mwanamume anazo sababu za kisheria za kumzuilia mkewe kwenda kusoma, bali hata kwenda kuitekeleza ibada ya hija, kama anazo sababu za kisheria, naam, mwanamke akaye asende atekeleze amri ya mumewe. Sababu za kisheria kama nini? Sababu za kisheria kwamba yeye mwenyewe mwanamume ni mwanachuoni, elimu ile ambayo yule mwanamke anataka kwenda kuitafuta, anataka kwenda kutafuta nje, imo ndani ya nyumba yake. Anamwambia huna haja ya kwenda, nitakusomesha mwenyewe. Kama ni hivyo, basi yule mume kumsomesha mwenyewe mwanamke ni aula kuliko kwenda kuchukua elimu nje. Ikiwa anazo mwanamume sababu za kisheria, naam, anaweza kumzuilia. Kwanza, iwe yeye mwenyewe anaweza kumtosheleza, kumpa elimu. Kama yeye mwenyewe si mwanachuoni, anaweza akamletea pale pale ndani ya nyumba wasomeshaji. Kwa hali kama hii, mwanamke dai hili linakuwa basi limekwisha. Lakini mwanamume kama hana sababu za kisheria za kumkataza mkewe asende kusoma, basi ajijue atakuwa na jukumu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu kumzuilia yule mwanamke elimu yake. Kwani yeye katika mambo ya lazima yaliyowajibika kwa mkewe yule ni kulazimika kumpatia elimu yake, hususan ya kidini. Awe amjulishe maarifa ya Mola wake, amjulishe ibada yake mwenyewe mwanamke, vipi atamwabudu Mwenyezi Mungu, amsomeshe taaluma mbalimbali, ili baadaye yategemewa mwanamke yule atakuwa ni mama mlezi wa watoto wake mwenyewe yule mwanamume, ni kwamba watalelewa na mwanamke mwanachuoni, anajua maadili ya Kiislamu. Kwa hivyo kile kizazi hutarajiwa kama kitakuwa kizazi chema kilichoongoka, kwani mwanamke mmoja ukimsomesha ndio umesomesha taifa zima. Hivi ndivyo inavyoanza hatua baada ya hatua kujibiwa swala hili. Swala hili alijibiwa njia ya mkato.
lina njia zake kwanza kuzunguka. Sheria za pili ambazo mwanamume anaweza kumzuilia mkewe kwenda kusoma, amegundua mwanamume kule anakotaka kwenda kusoma yule mwanamke ni kwa hala ambako hakustahiki uadilifu wa Kiislamu. Amegundua kuna mambo ya kimatata, ziko sifa mbaya kule ambazo zitamharibia tabia zake yule mwanamke. Kuna sifa mbaya kule anakotaka kusoma, si kwa hala kwa uadilifu. Halafu kule kwa hala kwenyewe kunapotoshwa watu badala ya kuongozwa watu, wanapewa itikadi sio ya Kiislamu. Halafu wanafundisha mambo ya khurafati badala ya sunna za Mtume. Mwanamume hapa anaweza kusimamia kwamba sitaki, marufuku usende. Hizi ni sababu za kisheria anazo, sio hivi bure tu kwamba labda ana wivu, anahisi, anafikiria, akiwa na hakika kule kwa hada anakwenda kuharibika yule mwanamke. Anayo haki mwanamume kumzuilia mkewe sina kusoma. Kama hana sababu za kisheria, basi amruhusu mkewe aende akasome, kwani yeye ilikuwa amsomeshe yeye mwenyewe. Hana uwezo huo, basi lazima amtafutie mwalimu mkewe aende akasome. Sio mke wa kumpikia tu na kumfulia na kumtandikia kitanda na kumfagilia nyumba yake. Haya ni mambo si madhumuni ya kupewa kipaumbele baina ya mke na mume. Ndoa zetu mara nyingi utaziona harusi nyingi ukiingia mwezi wa Shaabani ndipo zinapokolea. Inakuja Ramadhani mbele, mwezi wa Shaabani ndio unakuwa na harusi nyingi sana. Hata ukitafuta makadhi kuozesha unapata tabu. Kadhi mmoja siku moja ile ya Ijumaa kwa mfano na harusi 7, 8, 9, 10, akitoka hapa naingia hapa, kutoka hapa naingia hapa, namna kama hiyo. Mwezi wa Shaabani huwa harusi nyingi. Nini sababu ya hiyo? Kwa sababu tumelidhamia jambo la kuoa ni kumpata mke mtu akuja kumpikia Ramadhani. Ndio sababu iliyopewa ya msingi, na anaambiwa mtu pengine na wazee wake, hasa tumechoka sisi bwana kumpikia jitu zima kama wewe, tafuta mtu bwana kukupikia. Watu wanadhani kule kumpikia mume ni katika mambo yaliyowajibika kwa mwanamke kwa mumewe. Haya mambo hayamo katika sheria. Akikataa huna ya kumfanya. Akikataa mwanamke kupika huwezi kumlazimisha kisheria. Itabidi ukamtafutie chakula hoteli au mwende nyote mkale kule, au ingie mwenyewe jikoni upike. Sio mambo yanayokujia pale yule. Hii habari ya kwamba sisi tunaoa kwa sababu ya kumpata mtu kutupikia, sio. Ya kisheria ni kwamba unakuja na kiumbe ambaye anahitaji sasa msaada wako kila hali, na hususan upande wa kumjua Mola wake, hususan upande wa ibada yake. Haya mambo ndio anakuja kuyapata kwako. Sasa anahama kwa baba yake hana dhamana tena. Sasa alipokuwa kwa baba yake ndio alikuwa na dhamana zile. Sasa ameingia pahala ambapo nguvu iko kwa mtu mwingine. Sasa hizi ni sababu za kisheria anaweza mwanamume kumzuilia mkewe kwenda kusoma. Na kama hanazo sababu hizo, basi mwanamume aelewe kwamba talabatul ilmi, kutafuta ilmu, faridhatun, ni jambo la lazima ala kulli muslimin wa muslimatin, juu ya kila muislamu mwanamke na muislamu mwanamume. Ni lazima atafute ilmu. Yeye mwenyewe mwanamume lazima asome, na mwanamke vile vile lazima asome. Ndani ya suala imekuja jambo, mwanamume amemwambia mkewe, na kama utakwenda kusoma basi ndo talaka yako. Haya ni maneno ya upuuzi. Talaka haitokei kwa sababu umefanya jambo mimi nikukataza usifanye, isipokuwa ikitokea talaka hapo atapomwacha. Sio kwamba kafanya kile kitu ambacho kiko kinyume na sheria. Pengine mwanamume hana sababu za kisheria za kuzuilia vile kufanya jambo lile, inakuwa sio talaka yenyewe. Talaka ni hapo atapomwacha kisheria. Kumwacha kwenyewe, fatalikuhunna liiddatihinna, waacheni katika siku zao walizokuwa safi wanawake, hamjawaingilia. Alipokosha nywele zake mwanamke hajaguswa kitu, hapo ni sheria ya kuacha. Sasa sio kwamba nimetamka maneno mazamani mimi na sasa hivi nimelifanya kwa hivyo talaka yako hiyo. Sio talaka hiyo.
Haya mambo haya yako ndani ya mikono ya Mwenyezi Mungu, yani ndani ya sheria maalum, si kitu mtu ambacho anaweza kukichezea tu mara moja hivi. Kwa hivyo talaka yangu mimi iko hewani kwa mfano vile, sivyo hivyo inavyokuwa. Ni kitu kimo ndani ya sheria. Kwanza umwache katika wakati ambapo yeye hujamgusa, alipokusa nywele. Jambo la pili ni kuweka mashahidi waadilifu, japokuwa wawili, washuhudishe kwamba leo mimi ninamwacha huyu mke, kwa sababu ndani yake tunaomba mirathi, kuna mambo ya kukaliana eda, kuna mambo chungu nzima. Kama kuweka mashahidi kwa taabu alafu baadaye ugomvi, unaweza kuja kuharibu kila kitu baadaye. Tuweke shahidi na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo talaka pale haitokezei kwa sababu nimekwambia ukifanya hivi mimi nikuacha. Pengine hilo lomwambia halimo ndani ya sheria, kakuzidi yule mwanamke alikuwa na hoja, uweze kumtamkia vile. Hiyo ndio jawabu kutokana na swala lililokuja jana. Wallahu a'lamu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi. Asipotosheka muulizaji anaweza kuuliza tena. Sasa tunaendelea na darasa zetu za kawaida, na darasa leo ni ahkamul janaiz, kitabu kilichoandikwa na Sheikh Muhammad Nasruddin Albani. Na katika kitabu hichi tumekuwa tukiishi sasa katika mlango ad-dafnu wa tawabi'u, kuhusu jambo la kuzika na yale ambayo yanafuatia katika mazishi. Na katika mlango huu tulifika mpaka ukurasa 138, na tuko katika habari ya kuzungumzia maiti zote zitakiwa zizikwe katika makaburi pale wanapozikwa Waislamu, ikiwa ni maiti ya Kiislamu. Na ni makosa kuzizika ndani ya majumba, kwa mfano vile ndani ya misikiti, kwa mfano vile mbele ya vibla vya misikiti, kwa mfano vile. Ni katika mambo ya makosa, watu wanajifanyia tu. Tukavusha jambo hususia la Mtume katika darasa zilizopita kusema kwamba isipokuwa mjumbe wa Mungu, ziko dalili maalum kwamba mitume wote wanazikwa katika nafasi ambazo wamekufia, na Mwenyezi Mungu huwa anapenda mitume yote kuzikwa katika sehemu ile ambayo walikufia. Maneno hayo ameyasema Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq walipokuwa masahaba wanazozana juu ya pahala gani akazikwe mtume. Sayyidina Abu Bakar akatoa ushahidi huu, nimemsikia mtume mimi, maneno ambayo sikuyasahau, kwamba Mwenyezi Mungu anapenda mitume yake izikwe nafasi ile ambayo wanakufia. Na yeye mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufariki kwake dunia, alipokuwa katika ugonjwa wake huo wa kuondoka duniani, alikuwa mara nyingi akiuliza, siku gani mimi nitakwenda kulala zamu kwa bibi Aisha, mpaka wale wakeze wengine wakaona huyu anapenda kuugulia kwa bibi Aisha, labda anapenda kumalizikia kule. Kumbe ilikuwa ni siri maalum, mipango ya Mwenyezi Mungu ile. Pale pahala Mwenyezi Mungu mwenyewe anapapenda akafie pale. Walipolielewa jambo hilo, wakeze wote walikubaliana, kwa kipindi hichi tusimtaabishe tena mtume wa Mungu, hizi zamu zetu sasa tusamehe, tumwachie ndiye akaugulie kwa mwana Aisha. Wakakubaliana hivyo, na mtume akaenda akaugulia kwa mwana Aisha, akafia kwenye mapaja yake. Kile chumba cha bibi Aisha alikofia mtume ndipo chumba kile ambacho ndani amezikwa mtume, pale nafasi ile. Haya mambo kwa hakika ni yanaitwa hususia kwa mtume, kwani katika mambo haya ya fikri kuna mambo hususia kwa mtume tu. Hata katika mambo ya ibada wengine nakuwa hawahusiki. Na kila siku tukisoma baadhi ya mambo ya fikri tutakuja kuona mambo mengi ya hususia kwa mtume. Tuliyataja hayo baadhi yake katika darasa hili. Katika sehemu hii tukafikia ukurasa huu wa 138, na inshallah tutaondokea katika haya maneno katikati ya peji hiyo. Waqad istambata
al-Bukhari. Kwa wale wenye kitabu watizame nafasi hiyo. Waqad istanbata al-Bukhari, na kwa hakika ametoa fatwa au mawazo, amechimbua mawazo ya Bukhari. Mawazo hayo al-karahata, ya kuonyesha uchukivu wa kuzikwa maiti ndani ya majumba, ila maiti zote zikazikwa makaburini. Hakuna kufanya specialize kwa yoyote mwingine alikuwa si mtume akapewa nafasi ya kuzikwa sehemu nyingine, labda ndani ya nyumba yao watu. Basi ilipokuwa hivyo, basi bwana mkubwa huyu mzee wetu na hivi na hivi, itabidi akakae uwani, kibedi kaburi uwani hapo, au itabidi hapa ukumbini sebuleni, sasa hivi itabidi alale yeye, sisi tusimsahau na hivi na hivi, daima tuwe naye. Muwe naye wapi bwana? Mtakuwa naye kwa vipi? Na yule anaingia katika ulimwengu wa barzakh, nyinyi mko duniani, hamwezi kabisa kabisa kupanga tena na kupangua katika mashauri mbalimbali. Yule kishafika katika ulimwengu mwingine, hamwezi kuwa naye tena kwa vyovyote itakavyokuwa. Kwa hivyo Imamu al-Bukhari ametoa istinbat, mawazo ya fatwa, kuonyesha waziwazi kwamba kuna kitu kiitwacho al-karaha, uchukivu wa kuzika maiti yoyote ile ambayo si mtume pahala pengine ambapo si makaburini, kama vile kuwazika ndani ya majumba. Akatoa istinbat hiyo Imam Bukhari min qawlihi sallallahu alayhi wasallam, si kama kaitoa ovyo ovyo. Anasema anaitoa karaha hiyo kutoka kwenye kauli ya mtume wa Mungu sallallahu alayhi wasallam, pale mtume aliposema hivi, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Hayo ni maneno yana hikma kubwa. Fanyeni ndani ya majumba yenu sala zenu Waislamu, yani za nawafil, ibada za sunna zifanyeni sana katika majumba yenu. Hebu tieni nuru katika majumba, swalini kwenye majumba vile. Wanaume sala zao za fardhi kwa hakika ni msikitini jamaa, wanawake wakenda msikitini thawabu watapata zaidi, lakini wakiswali nyumbani vile vile kwa wao hakuna makosa kutokana na ile hali yao ya unajikinga. Lakini kwa wote wawili, wanawake na wanaume, swala za sunna kuzifanya nyumbani ndiyo bora zaidi. Amri ya mtume imekuja, ij'alu fi buyutikum min salatikum, zifanyeni swala zenu za sunna ndani ya majumba yenu. Nyumba isifanywe kama kaburi. Kaburi ndiyo haliswaliwi, lakini nyumba zenu swalieni. Kwa hivyo mtume akaongeza hapa, wala tattakhidhuha quburan, na wala msizifanye hizo nyumba zenu ni makaburi. Kuzifanya nyumba makaburi maana gani? Maana yake kaburini ni pale hapa swaliwi. Ukishamchukua maiti ukamzika ndani ya nyumba, nyumba yako ni kaburi, hapatofaa tena kuswaliwa sala za sunna tena mle. Ushamzika mtu ndani ya nyumba ati, na ushaifanya nyumba ni kaburi ati. Na msikiti, kama utamchukua mtu mzike ndani ya msikiti humo, huu msikiti ushaufanya ni kiwanja cha kaburi, hapatofaa tena kuswaliwa hapa pahala. Haitofaa tena kuitwa masjid. Masjid ni pahala manake mawdhi'u sujud, mahala pa kumsujudia Mwenyezi Mungu, na mahala pa kumsujudia Mwenyezi Mungu kaburini hapa bali, ili isije ikageuzwa na shetani baadaye ibada ya Mwenyezi Mungu na wakawa wanaabudiwa maiti. Na watu wengi wanawaabudia maiti moja kwa moja direct, kwa kuwaomba na kuwaabudu na kila kitu. Mwenyezi Mungu, mtume kaikataza hayo kwa sababu kuna athari inakuja mbele. Watu wataacha Mwenyezi Mungu kumwabudu, watawaabudia maiti, watasujudia maiti, watasujudia makaburi. Watu watakuja kutufu kuzunguka makaburi kama inavyostahili kuzunguka al-Kaaba. Na hayo wanayafanya watu, wanatufu katika makaburi sab'a ashwat, kama vile al-Kaaba yatakayozungukiwa na kuyaomba makaburi na kadhalika. Mtume kauli yake hii aliposema ij'alu fi buyutikum min salatikum, fanyeni ndani ya majumba yenu katika sala zenu za sunna, wala tattakhidhuha quburan, na wala msiyafanye majumba ni makaburi. Maana yake makaburini hapa swaliwi. Ndani ya nyumba akizikwa mtu
nyumba imeshakuwa kaburi, haitokuwa na haki ya kuswaliwa tena. Auradahu, amekuja nayo hadithi hii Bukhari, ameiweka katika sahihi yake Bukhari fi babi, katika mlango waliosema karahiyati salati, uchukivu wa sala fil maqabir, ndani ya makaburi. Min hadithi ibn Umar, ni katika hadithi ya Abdullah bin Umar. Faqala al-Hafidh, basi akasema Hafidh ibn Hajar akasema, wa lafdhu hadithi Abi Huraira, na tamko la hadithi la Abu Huraira, tamko hilo inda Muslim, limekuja mbele ya mapokezi ya Muslim, bali hadithi hii ya Bukhari. Kuna nyingine Muslim ndiyo aliyoitaja, hadithi ambayo yatokana na Abi Huraira. Anasema Hafidh, hadithi hiyo ya Abi Huraira asrahu, imekuja kwa maneno ya wazi wazi zaidi, min hadithi al-babi, kuliko hadithi hii aliyoweka mlango huu Bukhari. Wa huwa qawluhu, na hiyo ya Abu Huraira imekuja kwa tamko lifuatalo wazi wazi, kuonyesha kwamba hili jambo kama si la kuchukiza, basi ni haramu kabisa kumzika maiti ndani ya nyumba. Hadithi imekuja hivi: la taj'alu buyutakum maqabira, wazi wazi imekuja, msizifanye nyumba zenu makaburi, kwa sababu makaburini hapatakiwi kuswaliwa, na mtu akimzika mtu wake na nyumba yake anaoishi nayo, ameshaiharamishia nyumba ile kuswaliwa tena. Watu hawauelewi uzito huu, huamua kumzika mtu na nyumba. Sijui katika dhana yake Muislamu imempitikia nini pale anapoona kwamba maiti huyu abakie ndani ya msikiti huu, pale alipoona kwamba maiti huyu tumzike mbele ya msikiti kwenye kibla kule. Kufanya hivyo sasa ni kuutia dosari msikiti, ufanye kwamba haufanyi kuswaliwa tena, ingawa baadhi ya wanavyuoni wamevusha kwamba maiti kama kazikwa nje ya msikiti kwenye kibla mbele kule, na pana ukuta wa kumzingia mwenye kuswali, wanasema kwamba yeye madhalinia yake haikwenda kumwabudia maiti yule, kenda kuswali swala ya kawaida, na pengine msikiti mwingine uko mbali, bali msikiti wa mtaani kwake hana pa kuswalia jamaa isipokuwa pale, japokuwa msikiti ule kuna makaburi mbele. Basi kuna baadhi wanaovioni wamevusha, wanasema kwamba la, yeye huyu mwenye kuswali haingii kwenye jukumu hilo. Lakini pamoja na hayo wakatokezea wengine wakasema, ili iwepo suddu dharia, kuzuia uovu huu, hapa itabidi tuweke mikakati ya moja kwa moja. Haifai ima pafukuliwe makaburi yale wakazikwa pengine, wa ima msikiti ule uhujumiwe, basi na imekuwa tena watu wakazike pengine, wakasalia pengine, ili kuondosha uovu huu usiendelee tena milele. Na athari yake inaonekana. Athari yake ni kwamba mtu kama anaweza kufanya uchunguzi na ende msikiti wa Ijumaa Malindi, atajionea kwa macho yake, atapata eye witness, ataanza kuona majuba na makashda begani na vilemba, badili ya kuswali tahiyatul masjid msikitini, wanaingia kwenye kibanda cha kaburi. Kaburi litandikwa mahfal, linatisha, wanakwenda kuswali ndani ya kibanda ambapo kuna kaburi ndani. Hii ni ibada moja kwa moja na rudio maiti. Ndio maana Mtume akakataza hayo, kwa sababu inafuatia hilo. Na ikiwa wanaofanya hayo baada ya hapo ni watu kama hao, sasa watakuja sema nini? Watakuja sema nini watu wadogo wadogo watawasikilizwe? Ndio Imamu al-Busiri ameweka abiyati akasema, wa idha dhallatil uqulu ala ilmin famadha taquluhu an-nusaha, zitapopotea akili za wanavyuoni juu ya ilmu walionayo. Kila kitu kipo wazi wazi kwenye vitabu, maneno ya Mtume yako wazi wazi. Kuhujumu jambo la kuinua kaburi zaidi ya shughuli moja, kulijengea kibanda, kulipaka chokaa, kila kitu kiko wazi wazi katika funzo ya Mtume. Mtume kishabainisha wazi wazi, maiti zote ziziko kwenye kiwanja makaburini, kila kitu kiko wazi wazi. Alafu dhallatil uqul, akili hupotea ala ilmi, juu ya ilmu hiyo.
unadhania wewe famadha takuluhu nusaha, wenye kutoa nasaha, jambo ambalo ni wajibu kwao walitoe nasaha ile, kuwa nasihi wenzi wao pale palipoharibika. Wenye kutoa nasaha watasema nini? Wasikilizwe na mambo yameharibika. Wale wanaotegemewa kwamba kauli zao ni zenye nguvu, wakitamka watafuatwa, wao ndio wanaosimamia uovu. Sasa watu wengine watasema nini? Hata wasikilizwe. Ni Mwenyezi Mungu tu peke yake ndio mwenye kutaka msaada. Kwa hakika hali ni ngumu sana kuirejesha dini, kuirejesha ibada, kuirejesha Uislamu katika hali iliyokuwa wakati wa Mtume. Ni jambo ambalo unaweza kusema kwamba linabaki kuwa ni ndoto. Labda Mwenyezi Mungu tu peke yake ndiye mwenye kutaka msaada. Akitaka Mwenyezi Mungu jambo kubwa litakuwa tu, lakini hali ni ngumu sana, kwa sababu wale wenye kutegemewa aghlabu yake ndio wamekamata mihimili barabara kuizuia khurafati, kuzuia bid'a, kuzuia uovu usiondoke. Kwa hivyo watu wengine wanapata taabu kuieleza dini na wanaonekana wao ndio ni kwani. La taj'alu buyutakum maqabir. Kauli ya Mtume kwa hadithi ya Abi Huraira ambayo Muslim amesimulia, msifanye majumba yenu ni makaburi. Kauli hii fa inna dhahirahu, hakika dhahiri yake inavyoonekana waziwazi, yaktadhi nahi, ina hukumu katazo, ani dafni, kutokana na kuzika, fil buyuti, ndani ya majumba, mutlaqan, la taj'alu buyutakum maqabira, msifanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Hadithi hii kwa uwazi wake vile ilivyo, yaktadhi nahya, ina hukumu katazo, ani dafni, kutokana na kuzika, fil buyuti mutlaqan, ndani ya majumba moja kwa moja, majumba yote. Hakuna People's Palace wala Buckingham wala hoteli ya Sheraton wala wapi, na hakuna fulani Kingijoji wala Nixon wala nani wala Jimikata wala nani. Laitani kama kwa Uislamu, kama atakuwa makafiri yari yao. Hatuwazungumzi wao, wana sheria mzingu simu, na wafanya watakavyo. Wakimtia moto maiti haya, wakimtia sumu, wakimweka pahala, kila siku wamuone tu, wasimzike yari yao makafiri. Lakini kwa upande wa Waislamu, kauli ya hadithi ya Mtume ile, yoyote mwingine awae atakwenda kuzikwa katika nafasi ambayo makaburi, pale yalipo makaburi ndipo watapozikwa wao. Tayeb, halafu tunaingia katika nukta sasa nambari 90. Nukta ya 90 inasema wayustathna, na wanavushwa katika hukumu hii, mimma sabaka, kutokana na hayo yalotangulia nyuma kutajwa. Watavushwa hapa ashuhadau, wale waliokufa mashahidi vitani. Hapa tutakuwa na haja ya kuwahamisha katika viwili viwanja walivyouawa pale vitani, kuwapeleka kwenye makaburi ya Waislamu bil ma'araka. Wamekufa mashahidi vitani katika mapambano, hawa wanavushwa katika kuzikwa makaburini. Si lazim, wala sheria haikubali kufanya hivyo. Sheria ni kuwazika katika vile viwanja walimuuawa pale pale. Fa innahum, hakika mashuhada waliouawa katika viwanja vya mapambano, hakika wao yudfanuna, watazikwa fi mawadhin istishhadihim, katika sehemu zao walizouawa mashahidi, ndimo watamuzikwa. Wala yunqaluna, na wala hawatoondoshwa wakahamishwa ila almakabiri, kupelekwa makaburini. Hayo yamekuja lihadithi Jabirin, kutokana na hadithi ya bwana Jabir radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi. Qala, amesema Sayyidina Jabir ibn Abdullah, ambaye tumemtaja mara nyingi, baba yake Abdullah ibn Amir,
aliuawa shahidi katika vita vya Uhud, na kabla ya kuuawa alimwambia mwanawe baadhi ya maneno. Alimwambia, mwanangu, mimi nahisi kwamba ninauawa katika vita hivi, sina salama, na akamuhusia mambo chungu nzima bado. Kwa hivyo Jabir anasema kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallama min almadina, alitoka mtume kutoka Madina ila almushrikina, anakwenda kupambana na washirikina vitani, liyuqatiluhum, ili kupigana nao. Waqala abi, Jabir anasema akanambia baba yangu Abdullah bwana Abdullah bin Amir, ya Jabir, ewe Jabir ibn Abdullah, mtoto wa Abdullah, yani mwenyewe baba mtu mwenye kusema naye, ewe Jabir ibn Abdullah, yani yeye ndo babake mwenyewe. Anamwambia, la alaika, si juu yako Jabir, an takuna fi nadhara ahli almadina, kuwa wewe ni mwenye kusimamia kutizama watu wa Madina watakula nini na nini baada ya kufa mimi au kuwa mimi, hatta taalama, mpaka utapojua, ma yasiru amruna, vipi litageuka kuwa jambo letu. Wewe si juu yako, sina dhamana ya kukuachilia mie familia uendeshe, labda utapojua kama nishauawa baba yako, naam, nitakuachia ndugu zako kaonako vizuri. Fa inni, kwani hakika mimi baba yako, wallahi naapa kwa Mwenyezi Mungu, laula anni atruku banatin, laiti kama mimi siachi watoto wa kike nyuma. Salama yake kwamba kuna watoto wanawake nyuma, hawa nawaogopea, hawana nguvu hawa za kuingia kwenye ardhi kufanya kazi za sulbu, hali yao Kiislamu haikubaliki hawa kupita wakifedheheka majiani na nini na nini na nini. Hawa ujirajiki wao na wazuilia kuadhirika. Laiti kama mimi si waachi nyuma yangu watoto wanawake baada ya mimi kuondoka duniani, la ahbabtu, ningependezewa zaidi mimi kwa mwanangu mwanamume wewe Jabir, antukutala baina yadayya, uwawe Jabir mbele yangu, nikuone unauawa mwanangu mwenyewe katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, unakufa na kuona. Basi furaha yangu pale ikoje mimi kwamba mwanangu simba wangu kafa mbele yangu hivi vinamuona kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Laiti kama si watoto wanawake nyuma, lakini itabidi nikuache nyuma Jabir. Usisikitike Jabir, kana ndugu zako, mimi ninakwenda huku na najihisi katika vita hivi, mimi sirudi, yameniinamia mauti na yaona. Jabir, itabidi nikwambie hivyo, ilikuwa si juu yako wewe, na mimi kama si watoto wanawake ningependa wewe upe mwanzo kabla yangu mimi. Qala, anasema Jabir baada ya baba yake kumpa maneno hayo, anasema fa bainama ana fi nadharaini, nilipokuwa mimi katika mitizamo hiyo miwili, baba yangu kwamba atarudi au atauawa, mimi niwe na jukumu la kutizama watoto wanawake. Iz taamaki jaat ammati, naona kwa mbali anakuja shangazi yangu, ndugu wa huyo babangu. Shangazi yangu anakuja, biabi wa khali, kabeba maiti ya babangu mzazi na mjomba wangu. Abdullah bin Amir kawawa kweli kumbe katika Uhud. Jabir taabani sana, anakumbuka ile maneno ya mwisho alikuwa alikizungumza na baba yake, laiti kama sikuacha watoto wanawake nyumbani, ningependa wewe mwanangu ufe mbele yangu. Lakini hilo jambo la watoto wanawake limenifanya nende bibi nikauawe kule, halafu wewe simba wangu mwanangu ninakutegemea wewe ndio utakayekaa kusimamia maisha ya ndugu zako wanawake. Anamuona Jabir shangazi yake anakuja na maiti mbili, moja ni ya baba yake mzazi na ya pili ni ya mjomba wake. Anasema Jabir, adalatuhuma,
amezitundika, amezining'iniza maiti mbili hizi ala nadhihin, juu ya mnyunyizo kama wa mzegazega vile. Ngamia kamfunga maiti mmoja, ananing'inia mbavu mmoja wa ngamia, na maiti mmoja ananing'inia mbavu mwingine wa ngamia. Ngamia kachukua maiti mbili hivi katika mbavu zake, wananing'inia vile kama namna ya soji vile, na tutandiko juu ya punda. Soji si linagawika pande huu na huu bwana, nazi nyingine zinashukia pande huu, nyingine pande huu, basi namna kama ile kamtundika, anakwenda nao maiti mbili. Mwanamke alikuwa nani huyo, jabari huyo, mwanamke alikuwa jabari kweli huyo, kahudhuria mwenyewe katika vita vya Uhud. Yeye ndio alikuwa akitia viraka kwa mtu, akikatwa shikio, akikatwa hivi, yeye anafanya jeraha, anayatibu majeraha masahaba wale. Watu wanamzuilia siwaone wale maiti, maana wale maiti walikuwa wamefanyiwa vituko vibaya. Makafiri hawajali hivi wala hivi, maiti baada ya kuziua wamezichokoa macho, nyingine wamezipasua tumbo wakatoa maini kama Hamza, alafu hivi anatafuna maini, nyingine zimekatwa viungo vyao vya siri, mtu akatumbukizwa mdomoni ile kamba haya mtasiri hivi. Sasa nyinyi mlitupata katika Badri nyinyi, kwa hivyo wakaona kwamba wanalipa kisasi. Wanawake hawatakiwi kuona mambo yale, lakini huyu bibi huyu aliwaambia, mimi najua kakangu kushauawa, nipisheni. Na nzuia nini? Mimi si mwanamke kama wanawake wengine, mimi ndio kumuona hasa ndugu yangu. Basi akachukua maiti mbili zile, anakuja nazo Madina mwenyewe, mwanamke mno hapo alipo, kisha zifunga katika ngamia, mmoja upande huu mmoja upande huu. Jabir anamuona shangazi yake anakuja nazo, fadakhalat bihima, akaingia nazo maiti mbili zile Almadina, li tudfinahuma, ili kuja kuzizika katika viwanja vya Bakri, fi makabirina, katika makaburi yetu ya Bakri. Tahamaki mara ghafla pale, lahiqa rajulun, akakutana na mtu shangazi yangu, yunadi, mtu yule katumwa na mtume apita akitoa tangazo rasmi. Tangazo linasema, ala, tambueni Waislamu nyote, kila lohamisha maiti za mashuhadai katika uwanja wa mapambano wa Uhud na anakuja kuzizika Madina, ala, tambueni, inna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallama, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ya amurukum, anakuamrisheni, an tarji'u bilqatla, rejeeni na maiti kule Uhud, rejeeni nazo, msizike huku. Haitakiwi kuhamishwa maiti za mashuhadai katika viwanja walivyouawa wakenda wakazikwa pengine, rejeeni nazo huku. Fatudfinuha fi masari'iha, mwende mkaziki katika mahala mwao walimouawa, haithu qutilat, mahala walimouawa. Faraja'na bihima, Jabir anasema tukarejea nazo maiti ya baba yangu na mjomba wangu. Shangazi yangu hakupinga tena, maana amri ya mtume hiyo. Tukarejea nazo maiti mbili hizo, fadafannahuma haithu qutila, tukenda tukazizika pale zilipouawa. Kwa hivyo hawa mashahidi hawa wanavushwa katika jambo la kuzikwa katika viwanja vya makaburi, lakini watu wengine kama hakuna sababu ambayo labda ilitajwa kuonesha kama khususia, pengine wale masahaba wa mtume Abu Bakar as-Siddiq, Saidna Umari, pengine kuna kauli za khususia ambazo katamka mtume mwenyewe na kutoa maombi rasmi, walale pale na mtume pamoja. Kama si hivyo, basi itabidi maiti zote zizikwe katika makaburi. Ahmad ameitoa Imam Ahmad bisanadin sahihi, kwa mategemezi yaliyo sahihi, wa ba'dahu 'inda Abi Daud, na baadhi ya mategemezi vile vile hadithi hiyo yapatikana kwa Abi Daud wa ghairuhu, na wengine wasiokuwa yeye. Mukhtasaran, imekuja kwa ufupi. Wa qad taqaddama, na habari ya Jabir hii tumekwisha kutangulia kuizungumza zamani
fil mas'alati, katika mas'ala ya 17 kwenye sahifa ya 14. Akirejea mtu nyuma ya kitabu sahifa ya 14 ataona habari iliyozungumzwa zamani kuhusiana na Jabir ibn Abdullah ibn Amir na kuhusiana na kifo cha baba yake. Jabir kwa hakika, kwa ufupi, alikuja akapatwa na kishindo kikubwa kwa kuyakumbukia maneno ya baba yake yale na namna mambo yalivyotokezea. Jabir alikuwa anakurubia kuharibika akili, ikabidi mtume wa Mwenyezi Mungu aingilie kati habari hii. Mtume wa Mungu alimwita Jabir, akatamka maneno makubwa mno, akamwambia, ya Jabir, njoo sogea karibu, kaka. Mbona unakuwa kama hiyo wewe mwanamume mzima? Sasa basi nakwambia mambo. Inna Allah lam yukallim ahadan illa min wara'i hijab. Jabir, uko makini, uko dhahiri? Naam, niko dhahiri. Sasa unafahamu nakwambia nini sasa hivi? Naam, nafahamu. Analia kwa kwikwi pale, hajiwezi. Akamwambia, Mwenyezi Mungu hajapata kusema na kiumbe yoyote isipokuwa amesema naye nyuma ya pazia, sio ana kwa ana. Lakinahu kallama abaka biduni hijabi, lakini Mwenyezi Mungu amesema na baba yako Jabir bila ya pazia, ana kwa ana. Lamma kutila shahidan, wakati alipouawa baba yako bila hivyo kurudi shahidi. Bidaudi kwa hakika ulipatikana msiba mkubwa kwa Waislamu. Kuuawa Waislamu 70 si mchezo, na miongoni mwa waliouawa walikuwa ni maswahaba wa pevu. Sayyidina Hamza, huyu babake Jabiri, huyu Abdullah, wengi. Kwa hivyo anamwambia, alipouawa baba yako shahidi, Mwenyezi Mungu alisema naye baba yako, akamwambia, ya shahidu tamanna alayya u'tika ma tasha'u fa ana malikul mulki wa malikul muluk. Shahidi wangu, si umeuawa wewe na wamekukatakata makafiri, yani wamemkatakata Abdullah ibn Amir vibaya. Mengine huwezi kusimulia, anaweza akazimia mtu hata kusikia namna alivyoifanya maiti yake. Mwenyezi Mungu akampokea mwenyewe, akamwambia, shahidi wangu, tamanna alayya, sasa umefika kwangu, hebu tamani kitu juu yangu. U'tika ma tasha'u, nami nitakupa utakacho. Fa ana malikul mulki, kwani mimi ni mfalme wa wafalme, wa malikul muluk, na mwenye kumiliki falme zote. Shahidi huyu Abdullah bin Amir, nafasi hii akaitumiaje? Zama watu hawa ya masahaba hawakuwa katika anasa za kilimwengu, wala kutaka nini kwa upande wa maslaha ya nafsi. Hata baada ya kufa walikuwa watu hawa ni ndugu kweli kweli. Innamal mu'minuna ikhwatun, basi hawa waliishi kidugu kweli kweli. Nafasi hii kaitumiaje shahidi? Anasema, atamanna an a'uda ila dunya liuqtala fika maratan thaniya, natamani Mwenyezi Mungu kama nafasi utanipa nirejee tena duniani nikauawe kwa ajili yako mara nyingine. Ikiwa mambo hivi ndivyo anavyoyapata shahidi, basi mimi nikauawe kwa mara nyingine matamu mno, napenda nikafe tena katika vita vile vile. Mwenyezi Mungu anasema na shahidi wake, anamwambia shahidi bimaana ya kwamba alikuwa shahidi, anamwambia, ama hilo laqad sabaqa alqawlu minni annahum ilayha la yurja'un, uliliomba halipatikani, imekwisha tangulia tamko kwangu mimi kwamba anofika hapa kule harejei tena. Akajitetea shahidi, ikiwa silipati la kurejea kama kuwao mara ya pili, basi nataka nirejee duniani kwa madhumuni mengine. Wali ukhbira ashabi, na nikawape habari masahaba wenzangu, bima ana fihi minan na'im almuqim,
kwa haya nilionayo katika neema za kudumu milele, nataka nikawape habari hiyo tu. Maana ukimnong'oneza mtu jambo bwana, mpenzi wako pengine hajui mambo yalivyo akhera, mambo ya ghaibu yalivyo, unakuja kumpa kitu hofu, unakuja kumpa mtu bishara njema. Ile bishara ukimpa, basi pale pale moyo wake unaufanya unahuika vingine kabisa. Nipe Mwenyezi Mungu nafasi nikawaambia hawa watu pengine hawana habari aliyoko huku. Mwenyezi Mungu anamwambia saidi wake, niko pale pale, kwamba huku harejei. Hiyo habari usishughulike nayo, ana ukhbiruhum, mimi nitawapa habari mwenyewe. Mazungumzo yale yanakwenda baina ya Mwenyezi Mungu na shahidi. Mwenyezi Mungu anamtuma Jibril ateremke kwa Muhammad na aya ya Qur'ani inayosomwa katika suratu Al-Anfal na itasomwa mpaka kiyama. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, wala msiwadhanie wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwamba wamekufa moja kwa moja. Bal ahyaun, bali wako hai, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, yurzakuna, wanaruzukiwa. Sasa habari yenyewe Mwenyezi Mungu anaitoa kwa masahaba wenzake kama hivi: yurzakuna farihina bima atahum rabbuhum min fadlihi, wanafurahia kwa yale aliyowapa Mola wao. Bima atahum Allahu min fadlihi, aliyowapa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim, na wanawatakia bishara njema wale ambao bado hawajakutana nao. Min khalfihim, walioko nyuma yao, wanawaambia alla khawfun alaihim, kwamba hapana hofu juu yao, wala hum yahzanuna, na wala hatahuzunika. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin, wanafurahia neema za Mwenyezi Mungu na fadhila kubwa. Wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minina, na Mwenyezi Mungu hapotezi kabisa malipo ya waumini. Hiyo habari Mwenyezi Mungu inakuwa anawajulisha watu wote sasa hivi. Hii ndiyo habari ya huyu bwana Jabir na baba yake Abdullah ibn Amir. Abdullah ibn Amir kwa hakika yuko pamoja na Saidna Hamza pale Uhud. Mtu kama atapata nafasi ya kufanya ziara pale Uhud, akifika Madina, basi wale maiti wengine kiasi cha 68 wako katika mlolongo mwingine. Saidna Hamza na Abdullah ibn Amir wako pamoja kabisa, wamewekwa kama ni vitu vya wale maiti mashuhadai. Wale ni katika mashahidi wakubwa zaidi. Inshallah darasa inayofuatia tutakuja kuingia katika nukta ya 92 katika ahkamu janaiz. Nukta hii inasema wala yajuzu dafnu fi al-ahwal al-atiyati illa li darura, haifai kuwazika maiti katika hali zifuatazo, labda itokee dharura. Hali zenyewe tutakuja kusimulia katika darasa lifuatazo inshallah. Wallahu a'lam. Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye kila kitu, kama tulivyozungumza jana ya kwamba wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مكسورا إلا جبرته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قهرته ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.